Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Ni aje mtazamaji wa Jongo Media TV, tukaribishe sana kwenye exclusive interview na moja kati ya washiriki ambao umeshiriki Mbinga Talent Search 2025 na vipaji vimeitika. Tuko na Big anajibu wale washiriki 10 ambao walikuwa wameshiriki katika mashindano haya. So jana ilikuwa ni finali. Leo tupigane story hapa, tuambie zile moments za jana na nini na mpaka leo hii pengine pokea comment gani. Big ni aje? Kama ni fresh kabisa. Michongo inaendaje? Alhamdulillah. Okay. Yeah. So hongera sana bwana. Mimi nashukuru sana. Mungu ana bless. Okay. Yeah. So jana ilikuwa ni siku nzuri sana kwako. Yeah. Mshindi wa 5. Yeah. Sio bwana eh? Yeah. Na mmekuwa washiriki wengi na mlianza wengi na mmekuja maliza wachache washiriki 10. Pengine hii kwako na unaichukuliaje? Mimi naichukulia tu kama fursa. Okay. Ni kama fursa kwa upande wetu. Sababu ni watu wengi wenye vipaji. Watu wengi wenye vipaji ambao wameanza na tunamshukuru sana Mungu mpaka kufikia hapa kwa sababu sio rahisi. Okay. Sio rahisi. So moja kati ya mshiriki ambaye amekuwa na vibe sana jana, shangwe limekuwa jingi sana la kutosha. Yeah. Raia pia wakawa wamefurahi kwa kile ambacho umekifanya. Yeah, so message ilikuletea message gani wakati shangwe linakuwa kubwa pale kwenye stage na wewe ndio kwa na perform? Kiukweli ilikuwa ni big moment kwangu mimi. Ilikuwa ni big moment kwa sababu mimi mwenyewe ilini surprise. Okay. Yaani ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilibaki nashangaa kwamba hivi watu wote hapa ndio wananisupport mimi. Yaani mimi mwenyewe sikuamini, lakini ni neema tu za Mwenyezi Mungu. Okay. Yeah. Sasa tutegemea nini kutoka kwako mara baada ya jana finali na umechukua shilingi 100,000 na ukiacha 100,000 kuna matunzo mengi yalikuwa pale, ulikutunza sana ilijaa. Umetoka pale mikono miwili imeshika hela. Tutegemea nini kwa sababu ni deni lile? Ni kweli. Mimi nawaahidi tu kuwapa kazi nzuri, nitafanya muziki mzuri, mashabiki zangu mimi sitoangusha, wakae tu karibu. Mimi naachia mawe. Okay. Yeah. So kuanzia lini itakuwa hii? Hii kuanzia mwezi wa 8 na chepi yangu ya ngoma 4. Kwa mashabiki wakae tayari, tawafahamisha. Ulitegemea kuwa kwenye nafasi ya 5? Hapana, sikutegemea hata kufika top 5 yenyewe sikutegemea kwa sababu tumeanza wengi na sio kwamba sisi tunajua sana, wakali walikuwa ni wengi sana. Okay. Kwa ni kudra tu za Mwenyezi Mungu zimefanya tumefika hapa, sio kwamba sisi tunajua sana kuliko wengine. Hapana. So kwa kadri ambavyo umefanya mazoezi sana ya kuimba na mlikuwa wengi na mkaingia top 5. So ukiangalia katika wale top 5 pale labda unavyoona nani pengine anaona kwamba labda kudeserve kwa pale? Mimi naona kila mtu alideserve kwa nafasi yake. Kila mtu alideserve. Na mashindano yoyote hata ningesema mimi niwe namba 1, pia kungekuwa namba 2, namba 3, namba 4 na namba 5. Okay. Kwa mimi naona kila kitu alideserve. Okay. Kila mtu alideserve kuwa pale na kila mtu alipata nafasi aliyostahili. Inshallah. Okay. So moja kati ya vitu ambavyo jana vimekuwa vya kipekee zaidi ni namna pia ambavyo umepanda kwenye stage kama ulivyovaa. Design alikuwa nani? Kiukweli Pacific walitoa mchango wao kadhaa kuhusiana na mambo ya ku dress code zile. Lakini pia mimi code zangu waga na design mwenyewe. Yaani mimi naingiaga shop nachukua vitu vyangu ambavyo najua vitakaa fresh sana. Code zinapiga kelele mwilini. Okay. Ndio. Kwa jana zikapiga kelele. Jana zikapiga kelele. Ile style ya kuvaa utakuniambia na aina ya muziki uliochagua ni sawa? Of course. Ni kitu sawa. Mimi naona kwangu ni sawa tu. Yeah, ni poa. So, wakati gani ulikuwa mgumu sana kwenye mashindano? Sema kila nyakati ni ngumu kwa sababu hakuna kitu kinachopatikana kirahisi. Kila kazi na ugumu yake. Okay. Kila kitu kina ugumu wake. Kwa kila moment ina ugumu wake kwa sababu kila unapokuwa unaenda kwenye mashindano pale unaposikia kwenye kutajwa majina fulani katoka fulani kabaki, yani pressure lazima iwe juu. Okay. Yeah, so katika wale pale top 5 top 10 nani unamwona mnoma zaidi?
Na mimi naona wote noma. Wote noma. Mpaka tunafika top 10 wote ni noma. Okay. Wote ni noma. Okay. Yeah. So kuna ajira pale pia bendi. Ndio. Tuendelea kufanya kazi ya bendi. Nitafanya kwa sababu muziki ni kazi yangu. Kwa lazima nifanye muziki wanaotaka sasa hivi vijana, mapiano kidogo lakini sio zile za fujo sana. Piano fulani kusikilizika hivi. Okay. Nikikupa nafasi ya kuongea na uandaaji wa Mbinga Talent Search, unapeleka message gani? Kweli ni cha kwanza naweza kuambia tu kwamba Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwa na IQ kubwa, yani azidi kuwa na mawazo makubwa, kwa sababu huu ni mwanzo. Yani naomba kitu kiendelee, kwa sababu hapo vijana kibao sana mtaani wana vipaji lakini wamevificha, wamefungia ndani. Wasiogope, wafike tu, atakuja kuona matunda yake mbele. Yeah, of course. Okay. Mara nyingi unakuwa ni mtu ambaye watu wanasifu kwenye. Hapana, kwa sababu mimi naamini katika kila kitu kinaenda kwa wakati. Wakati ndo wanasema wakati wa Mungu ndo wakati sahihi. Binadamu waga tunapanga yetu, lakini Mungu naye anapanga kwake. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama huu ndo ulikuwa wakati sahihi, labda huko nyuma ulikuwa wakati sahihi. Okay. Sasa so unatoka kwenye familia na gani? Mimi natoka tu kwenye familia ya kawaida ambayo ni ya kilokole sana. Okay. Ya dini sana. Okay. Kwa maana nani mlokole? Kiukweli ni mkubwa. Wangu ni mlokole, dini mwinjilisti kabisa. Hiyo. Mtu wa dini yani madhabahu na yeye na madhabahu. Inaonekana pia ukiwa watu wanatoka familia ya kilokole na kwa ngumu kidogo kupata support. Kwako inakuaje? Mimi kwa upande wangu kidogo iko tofauti, kwa sababu mimi kwanza ni mtoto wa kiume. Yani kwenye familia yetu mimi ndo last born wa mwisho. Kwa kidogo unajua last born lazima kuzingatia kidogo. Kwa hiyo mkubwa mimi waga hana noma, alafu mimi ndo wa kiume peke yangu. Noma hiyo. Kwa hiyo lazima nizingatie tu, anisikilize. Okay. Sasa. Bwana, tuko na Biggy, moja kati ya washiriki ambao wametokea kwenye mashindano ya Mbinga Talent Search 2025, ambapo jana ilikuwa finali kwa noma sana na nini. Watu wameonyeshana uwezo pale kwa udhamini wa One Pacific Hotel, One Pacific Park, na mshindi wa kwanza, pili na watatu, wa nne na watano zawadi zao zimetolewa pale pale. Hakuna hata mmoja pia ambaye hajapata zawadi, na kizuri ni kwamba hata wale walioshiriki mwanzoni watu 80 zaidi walipewa pia kifuta jasho na wakarejea nyumbani wakiwa na furaha zaidi, au sio bana? Sasa huyu ni mmoja kati ya memba ambaye ameshinda jana na amekuwa mshindi wa 5 kwenye mashindano ya Mbinga Talent Search. So mmoja kati ya vitu ambavyo jana ulivitarajia kuviona ulitarajia kuona pengine ile crowd ya watu ilikopo pale? Kiukweli hapana. Sikutarajia. Okay. Yani ilikuwa ni surprise kwa upande wangu. Kwamba ukutarajia kwamba bwana hapa hawa watu walikuwa labda tutakuwa watu 6 tu, labda 10, 12. Kiukweli kwanza niliona kadi zile wakati zinaandaliwa watu kualikwa, lakini nikajua kabisa kulingana na itikadi zinavyoendelea kweli watafika wote hawa kweli, lakini jana ilikuwa full house. Okay.
Kastaajabu kuna mnoma, nikasema hapa ndo sehemu sasa ya kuonyesha kitu. Okay. Yeah. Bwana sawa. So wakati ambapo tunaendelea kupiga story hapa nataka tupate ladha kidogo pengine kwa kile ambacho wewe uko nacho. Tanzania pia ambaye anakutazama sasa hivi nasema kwamba kuna kitu hapa kipo. Hebu tupe kati ya kile ambacho unaona kwamba hiki ni kitu special sana. Nikikiachia hiki na nini nikapiga voko zangu ni mnoma. Yaani mtu ana appreciate kwenye kile ambacho mimi niko nacho. Sawa. Tupige hivi hapo. Hapo nitapiga ngoma moja inaitwa Natamani. Okay. Natamani. Hebu tuone. Natamani kama ningekuona live sex lady nyuma bado live shona. Natamani baby, natamani look sex kanga mago kivaa au na sola yako vima wala yako nona sioni bata sioni. Natamani kama ningekuona live sex lady nyuma bado live shona. Natamani oh baby, natamani. Yeah, that's all. Okay, sawa. Siku ya kwanza unapanda kwenye stage bajaji wakati wanakucomment pale. Ili kupunguzia kitu labda bana kama amenishusha mkali. Hapana, unajua mimi kwenye maisha yangu mimi kila kitu ninachokipitia nachukua kama fursa ya kujifunza. Okay. Kwa hata nilipopanda siku ya kwanza nakumbuka kabisa first time. Bajaji wawili walinikubali fresh, walisema una kitu, lakini kuna mmoja aliniambia kawaida sana yani. Okay. Sasa nikajiuliza kwa nini nimesema kawaida, ina maana kuna kitu nimemiss. Okay. Wapi nimemiss? Ni kwamba ile clip nikaiangalia, jinsi nilipo perform nikaona huenda labda hapa ndio penye shida. Nikarekebisha. Siku inayofuata ilikuwa ni mtoano. Okay. Baada ya mtoano nilifuatwa na yule jaji, sasa sikumtaja jina. Nilifuatwa na yule jaji aliniambia mdogo wangu kuna kitu. Okay. Kaza buti. Afika na nashukuru sana. Amenisupport kwenye mambo mengi sana. Yeah. Sawa. Tulikuwa na big story tu na mshikaji anaitwa Big. Mshiriki wa Mbinga Talent Stage. Nasikia vile alichozungumza na of course ame appreciate kwenye kile ambacho kimefanyika, na anatamani pia kuona muendelezo wa raia pia ambao wana vipaji Mbinga, sababu kuna taarifa imetoka kwamba inawezekana hii kwa sababu ni episode ya kwanza ikaja episode ya pili. Episode ya pili hiyo inawezekana kama ndio. Kwa mfano kaja episode ya pili unaweza kushiriki? Ndio kwa shaka ajira. Kwa upande wangu mimi hapana, siwezi tena kushiriki kwa sababu sio binadamu kwanza. Ukifika kwa unaweza kusema huyu jamaa tamaa yani, hakuna mnadada ushaingia top 5. Okay. Sasa kuna mtu wakati kwa radio studio alisema wewe kwa nini usiende Bongo Star Search? Kiukweli bado sijafikiria hilo swala, lakini wewe ndio uko mbeleni. Okay. Mambo yanaweza kuwa sawa. Bwana Bigi, mimi nikushukuru sana kwa time yako. Mimi mwenyewe nashukuru sana brother. Na appreciate pia na nikutakia pia safari njema kwenye muziki wako. Na mimi nitoka kuna karaoke zinapatikana pale Jumatano, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Ndio bwana ni kwanza wiki hii. Ndio. Watu watashuhudia bendi pale napigwa. Of course. Bwana. Bwana mimi naitwa Classic Jongo King Mswati. Nimekuwa na DIG hapa au sio bwana mshindi wa Mbinga Talent Search au sio bwana na ameonyesha kile ambacho ameonyesha Tanzania pale kwenye stage jana na hapa pia. Nikutakia utazamaji ulikuwa mwema kupitia Jongo Media TV. Usisahau kusubscribe na kushare ili uwe wa kwanza kabisa kupata notification zote ambazo zinawekwa kwenye channel hii hapa. Bwana, kuwa na siku njema, kwa watazamaji mzuri. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.